Iran yapiga shabaha 150 za Israeli katika operesheni ya Ahadi ya Kweli ya 3. Afisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Iran amesema kwa nyakati tofauti shabaha 150 zimepigwa wakati wa operesheni ya kulipiza kisasi ya Jamhuri ya Kiislamu dhidi ya utawala wa Israeli, ikiwa ni pamoja na kambi kadhaa za kimkakati za kijeshi za utawala huo pandikizi. Akizungumza Jumamosi, Brigedia Jenerali Ahmad Vahidi, mshauri mkuu wa kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, amesema operesheni ya Ahadi ya Kweli ya 3 imetekelezwa kwa mafanikio makubwa na kikosi cha anga cha IRGC. Malengo haya yamefikiwa kwa mafanikio katika awamu nyingi. Brigedia Jenerali Vahidi, ambaye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani katika utawala wa marehemu Ibrahim Rais, amesema afisa huyo aliorodhesha baadhi ya shabaha zilizopigwa kuwa ni pamoja na kambi za ndege za kijeshi za Nevatim na Ofda zilizoko katika maeneo ya kaskazini, kati na kusini mwa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Brigedia Jenerali Vahidi ameongeza kuwa operesheni hiyo imetoa pigo kubwa kwa utawala wa Kizayuni na kudhihirisha maonyesho makubwa ya nguvu, na kusisitiza kwamba hujuma hizo zinaweza kufanyika tena iwapo itawalazimu. Vikosi vya jeshi la Kiislamu la Iran vimeanza kutekeleza wimbi la mashambulizi ya makombora dhidi ya Israeli ili kulipiza kisasi kufuatia hujuma za utawala huo wa Kizayuni dhidi ya ardhi ya Iran. Awamu ya 3 ya operesheni ya kijeshi ya kulipiza kisasi ya Iran, operesheni ya Ahadi ya Kweli, ilianza mwendo wa saa 7:30 usiku wa kuamkia Jumamosi kwa saa za Iran, baada ya awamu 2 zenye mafanikio ambapo maeneo mengi ya kimkakati ya Israeli yalilengwa. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile kikosi cha ulinzi wa anga cha jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kimefanikiwa kutungua na kuteketeza ndege 2 za kivita za Israeli aina ya F-35 na idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani. Iran imekuwa nchi ya kwanza duniani kuweza kutungua ndege ya kijeshi ya F-35. Ndege hizo za kisasa na zenye thamani kubwa za Israeli zilitunguliwa usiku wa kuamkia Jumamosi, kwa mujibu wa ripoti. Rubani wa mojawapo ya ndege hizo za kivita, ambaye ni mwanamke, amekamatwa. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeapa kuendelea kutoa majibu makali na mazito kwa vitendo vya uchokozi vya utawala wa Israeli. Utawala huo ulishambulia vitongoji kadhaa vya makazi ya watu mjini Tehran na katika maeneo mengine ya Iran usiku wa kuamkia Ijumaa. Vikosi vya ulinzi wa anga vimefanikiwa kutungua makombora maadui yaliyorushwa na utawala wa Kizayuni katika anga ya mji mkuu wa Iran, Tehran. Wakati wa operesheni hiyo iliyotokea katika maeneo ya kati na kusini mwa Tehran, vikosi vya ulinzi wa anga vya Jamhuri ya Kiislamu vilifanikiwa kuzima makombora yote wa Zayuni kabla ya kupiga shabaha zilizokusudiwa. Hayo yakiendelea, nikwambie Brigedia Jenerali Amir Hatami ameteuliwa na kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said al-Khamenei kuwa kamanda mkuu mpya wa majeshi ya Iran. Katika decree ya Ijumaa, Ayatollah Khamenei, amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Iran, amempandisha cheo Brigedia Jenerali Hatami hadi cheo cha meja jenerali na kumteua kuwa mkuu mpya wa jeshi la Iran. Kwa kuzingatia hifadhi kubwa rasilimali watu wenye uwezo na waaminifu ndani ya jeshi la Iran, pamoja na uzoefu uliopatikana wakati wa vita vya kujihami kutakatifu na zaidi, inatarajiwa kwamba wakati wa uongozi wake kwa mwelekeo wa mageuzi na mapinduzi kutashuhudiwa uboreshaji wa utayari wa makubaliano, umakini wa kiroho na kiitikadi, utimilifu wa mahitaji ya wafanyakazi na mshikamano na vikosi vingine vya jeshi, amesema kiongozi muadhamu. Jenerali Hatami alihudumu kama waziri wa ulinzi wa Iran kutoka mwaka 2017 hadi 2021. Anachukua nafasi ya meja jenerali Abdurrahim Mousavi, ambaye aliteuliwa kuwa mkuu mpya wa majeshi ya Iran mapema. Kufuatia mashambulizi ya utawala wa Israeli, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said al-Khamenei ameteua wakuu wapya wa kijeshi katika nyadhifa kuu, akisisitiza kuendeleza nguvu za kiroho ndani ya vikosi vya wanajeshi wa Iran. Aidha, kiongozi muadhamu ambaye ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Iran amemteua Luteni Jenerali Ali Shadman kuwa kamanda wa makao makuu ya kikosi cha Khatam al-Anbiya, akichukua nafasi ya meja jenerali Gholam al-Rashidi aliyeuawa pia katika mashambulio ya Israeli. Wakati wa Ayatollah Khamenei amemteua Luteni Jenerali Mohammad Pakpo kuwa mkuu mpya wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, akichukua nafasi ya kamanda shujaa aliyeuawa na Wazayuni Luteni Jenerali Hossein Salami. Hayo yakiendelea, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema kuwa mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran hayana maana kufuatia mashambulizi ya kinyama ya Israeli, huku akiishutumu Washington kwa kuunga mkono uchokozi huo.
Esmail Bagei amesema kwenye taarifa kuwa upande wa pili, Marekani, umechukua hatua ambayo inafanya mazungumzo kutokuwa na maana. Huwezi kudai unataka majadiliano na wakati huo unaruhusu utawala wa kizayuni Israeli kulenga ardhi ya Iran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema utawala wa Israeli umefanikiwa kuathiri mchakato wa kidiplomasia na kwamba mashambulizi ya Israeli yasingefanyika bila idhini ya Washington. Awali Iran ilishitumu Marekani kwa kuhusika na mashambulizi haya ya kikatili ya Israeli. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa idadi isiyo rasmi ya vifo kutokana na mashambulizi ya kigaidi ya Wazayuni katika mkoa wa Teherani pekee inakadiriwa kufikia 78 na kujeruhiwa zaidi ya 329. Duru ya 6 mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran yalipangwa kufanyika Jumapili mjini Muscat, Oman, lakini haijafahamika iwapo yatafanyika baada ya mashambulizi ya Israeli au la. Rais wa Marekani Donald Trump aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba yeye na timu yake walijua kwamba mashambulizi ya Israeli yanakuja, lakini bado wanaona kuna fursa ya kupata muafaka. Vile vile, nikwambia vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vimeanza tena kufanya wimbi la mashambulizi ya makombora dhidi ya Israeli ili kulipiza kisasi kufuatia hujuma za utawala huo wa kizayuni dhidi ya ardhi ya Iran. Awamu ya 3 ya operesheni ya kijeshi ya kulipiza kisasi ya Iran, operesheni ya Ahadi ya Kweli ya 3, ilianza mwendo saa 7:30 usiku kwa saa za Iran baada ya awamu 2 zenye mafanikio ambapo maeneo mengi ya kimkakati ya Israeli yalilengwa. Vilevile katika ujumbe wake kwa taifa kufuatia jinai za kinyama zilizofanywa na utawala wa kizayuni usiku wa kuamkia Ijumaa, Rais Masoud Pezeshkian amesisitiza juu ya ulazima wa watu kujiepusha na uvumi katika vita vya kisaikolojia vya adui na kuwaunga mkono na kuwaamini viongozi, na kusema taifa la Iran na maafisa wa nchi hawatonyamaza mbele ya jinai hiyo, akisisitiza kwamba jibu halali na kali la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran litamfanya adui ajutie kitendo chake cha kipumbavu. Rais Pezeshkian amesema taifa la Iran linahitaji umoja, uaminifu, uelewano, umoja na maafikiano kuliko wakati mwingine wowote, na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, kwa moyo huo wa thamani litatoa jibu kali la busara na kali kwa jinai ya utawala unaoikalia kwa mabavu Quds. Sehemu moja ujumbe wake inasema uchokozi wa usiku wa kuamkia Ijumaa umewathibitishia ulimwengu wote uhalali wa madai ya muda mrefu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwamba uchokozi na jinai ni asili katika dhati na maumbile ya utawala wa kizayuni. Vilevile msemaji wa brigade za Al-Qassam, tawi la kijeshi la harakati ya Hamas, ametangaza mshikamano wake na Jamhuri ya Kiislamu katika kukabiliana na mashambulizi ya Ijumaa ya utawala wa kizayuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, Abu Obeida amesema hayo na kusisitiza kuwa Hamas itaendelea kushikamana na Jamhuri ya Kiislamu katika kukabiliana na mashambulizi ya utawala wa kizayuni. Msemaji wa brigade ya Al-Qassam ameongeza kuwa tunatangaza mshikamano wetu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya uchokozi wa kikatili wa utawala wa kizayuni, uchokozi ambao umefanywa kwa maksudi kwa sababu ya misimamo imara ya Iran na uungaji mkono wake mkubwa kwa taifa na wana mapambano shupavu wa Palestina. Abu Obeida pia ametoa mkono wa pole kwa kuuawa shahidi makamanda ya kijeshi na wanasayansi wa nyuklia wa Iran kwenye jinai hiyo ya Israeli. Msemaji huyo brigade za Al-Qassam ameeleza kuwa utawala huo ghasibu uko mwishoni tena mwa gilba zake na unakosea mno kudhani kuwa jinai hizo zinaweza kudhoofisha msimamo wa kambi ya mukawama au kuimarisha msingi dhaifu na tete ya utawala huo katika eneo. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.